Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninaitwa Brenda Lovanda, ni mtumishi wa Mungu. Niko hapa mbele zako, ninataka tushirikiane neno la Mungu sawa sawa na vile inavyompendeza Mungu. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi nzuri ya leo. Asante kwamba umetupa neema ya kukutanika mahali hapa na kushiriki neno lako. Jina lako litukuzwe kwa sababu hayuko Mungu mwingine wa kufanana na wewe. Ninakushukuru kwa sababu imekupendeza wewe sasa ya kwamba tushirikiane neno hili ambalo limetoka kwako kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Asante kwa mtumishi wa Mungu huyu ambaye ananisikiliza. Asante kwa ajili ya kaka na dada huyu ambaye wako hapa kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Jina lako litukuzwe milele Yesu. Ninaomba uanze pamoja na sisi na umalize pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tutashirikiana neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10. Na tutatembea na kichwa cha somo kinachosema toba ya kulirejesha kanisa katika nafasi yake ndani ya miji. Toba ya kulirejesha kanisa katika nafasi yake ndani ya miji. Naomba nisome neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Tunaposoma kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 mpaka ya 15, kitu kikubwa cha kwanza ambacho ninakiona, ambacho inawezekana si wengi tumewahi kukiona kwa staili hii, ni kwamba kazi mojawapo ambayo Yesu aliifanya msalabani ya ununuzi wa watu, alinunua watu ambao wamekaa katika makundi yafuatayo kiutaratibu kabisa wa kimbingu. Neno la Mungu linasema watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Anaposema kila kabila na lugha, badala ya neno na angeweza kuweka koma. Neno na inamaanisha huwezi ukazitenganisha hivi vitu kiutendaji. Yeyote aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake amechukuliwa kutoka katika kabila fulani. Utendaji wake wa kazi sawasawa na kusudi la Yesu kufa msalabani kwa ajili ya huyo mtu unategemea sana huyo mtu kutoka katika kabila na lugha, neno la Mungu linasema na jamaa na taifa. Kwa hiyo haliko taifa ambalo ni taifa katika dunia hii ambalo linasimama au linasimamisha kitu cha Mungu hapa duniani kama taifa, isipokuwa lina watu kutoka katika kila kabila, lugha na jamaa, na mwisho ndo wanalijenga taifa. Kitu cha Mungu katika taifa, au unaposema taifa, taifa linatengenezwa na mbegu ya kiroho ya au ufalme wa Mungu au ufalme wa giza, ambalo chimbuko lake ni kutoka katika makabila. Lakini ukianza mwanzo kabisa wa mstari huu wa 9, anasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila.
Kwa hiyo haliwezi kuwa taifa isipokuwa limejengwa kwa muunganiko wa mbegu, ambazo mbegu hizo ni watu ambao ni au tuko chini ya ufalme wa giza au tuko chini ya ufalme wa nuru. Lakini kutokana na Ufunuo 5 mstari wa 9 na wa 10, taifa lolote ili lisimamishe kitu cha ufalme wa Mungu, hauko ufalme unaosimama, au ni ufalme wa Mungu au ni ufalme wa giza, unless kuna watu ambao kihalali kabisa. Kwa nini nasema kihalali? Neno la Mungu linasema ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Hao watu wanasimama upande mmoja wa ufalme kihalali kabisa, lakini wana chimbuko kutokea kwenye makabila, kwenye lugha, kwenye jamaa, na mwisho ni taifa. Lakini anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, kuwa ufalme na makuhani. Kwa hiyo taifa ni mkusanyiko wa watu kutoka katika makabila, lugha na jamaa ambao wana mifumo ya kiutawala bila kujali ni aina gani kwa namna ya mwili, lakini chimbuko lake ni mifumo ya kifalme inayosimamishwa na makuhani katika eneo. Na kuhani anafanya kazi kutokea kwenye chimbuko la chini kabisa, ambalo mpangilio wake au structure yake kibiblia imeanzia kwenye kabila. Kwa hiyo tuna makuhani kutoka kwenye makabila, tuna makuhani kwenye lugha, tuna makuhani kwenye jamaa, lakini tuna makuhani kitaifa. Ili taifa lisimame, kusimama ninakokuongelea mimi sio kusimama ambako kutatafsiriwa kwa tafsiri ya namna ya misingi ya kiutawala wa mwilini. Kusimama kwa taifa ni au ufalme wa Mungu unasimama, ni au ufalme wa giza unasimama. Lakini kwa ufalme wa Mungu kusimama, utaratibu umewekwa hapa. Neno la Mungu linasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Ufalme na makuhani tafsiri yake, haupo ufalme uwe wa Mungu uwe wa giza ambao unasimama nje ya utaratibu wa kikuhani. Kwa hiyo kutokea hapa tunaweza tukapata tafsiri mojawapo ya kuhani ni nani. Kutokana na ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10, kuhani anafanywa na Mungu. Kuhani anatengenezwa na Mungu. Lakini anafanywa kwa utaratibu wa msalaba. Eneo la kwanza la matengenezo ya kuhani ni katika msalaba. Anasema ulichinjwa ukawanunua watu kutoka katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Sasa nisikilize. Kuhani hana kazi duniani kama hakuna ufalme unaodai kusimamishwa, au ni kwenye kabila, ni kwenye lugha, ni kwenye jamaa na hatimaye kwenye taifa. Nimekuambia mwanzo aliposema kabila hakuweka koma, akiwa ana maana. Wewe unaweza ukakiangalia kitu cha kiroho kwenye levo ya kabila, lakini mbingu
au ufalme wa giza hauangalii mbegu ya kiroho kwenye levo ya kabila. Kule ni mwanzo. Chochote ambacho unakiona kinachipukia kwenye kabila, kwenye familia, kwenye mikoa, kwenye miji, taswira ya mwisho ya Mungu ni kwamba anataka kukiona kikiusimamisha ufalme wa Mungu kwenye taifa. Haliko taifa linaitwa taifa unless kuna mbegu ya kiroho ambayo inachipukia kutoka kwenye makabila, kwenye jamaa, kwenye familia, kwenye miji. Inaenda inakuwa na hatimaye inasimamisha kitu mnakiita taifa, au kitu tunakiita taifa. Kwa hiyo kuhani kwenye upande wetu wa ufalme wa Mungu ambao ndio kusudi hasa la mstari huu wa Ufunuo sura ya 5, kuhani ananunuliwa. Amenunuliwa msalabani, pale mahali Yesu alichinjwa. Na kama alinunuliwa, tafsiri yake ni kwamba asiponunuliwa, huyu bado ni kuhani. Mbegu ya ukuhani haijaanzia kwenye Ufunuo sura ya 5. Mbegu ya ukuhani imeanzia kwenye kitabu cha Mwanzo. Asiponunuliwa anabaki kuwa ni kuhani, lakini kwenye upande wa pili. Vita kubwa iliyoonekana kwenye kitabu cha Mwanzo kati ya Mungu na Shetani ni vita ya kiutawala, ni vita ya kimifumo. Kuhani ni mtu mwenye mbegu ya ukuhani kutoka katika kila. Neno kila linamaanisha kuna varieties, yani ziko za aina tofauti tofauti. Ndio maana throughout the nation hatuna kabila moja. Kutoka katika kila kabila, the same way unayoona katika mwili tuna makabila tofauti. Haya makabila yakitazamwa katika ulimwengu wa roho yamebeba mbegu tofauti tofauti za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo akinyenyuliwa kuhani mmoja, tunasema kuhani ni mtu ambaye amebeba mbegu ya ufalme wa Mungu, ambaye inatakiwa ianze kusimamisha ufalme wa Mungu kutoka kwenye levo ya kabila mpaka levo ya taifa. Lakini nimekuambia hivi, kuhani au kitu cha ukuhani hakijaanzia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Kitu cha ukuhani kimeanzia kwenye kitabu cha Mwanzo. Hebu tusome pamoja. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Sasa hebu njoo tuangalie huu mstari vizuri. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wetu walikuwa wangapi? Inapofika kwenye eneo la Mungu na utendaji wake, Mungu ni mtawala. Kwa sababu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, alipofika mbele kuufafanua zaidi huu mstari au kuelezea, alijaribu kufunua yeye kama Mungu ni Mungu katika wajibu upi mkuu, au tunamuona Mungu katika jambo lipi kuu. Ngoja nikupe mfano. Mimi ni mwalimu wa shule
ya msingi mahari, ni mwalimu kwa maana ya taaluma nilionayo. Hebu fikiria kule kuzaa watoto tunakuzaa kwa namna ya mwili. Mungu angetupa ruhusa ya kwamba kabla sijazaa nizae kwa system ile pale ya kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Yaani mwanamke anapozaa aamue anamzaa mtoto kwa mfano wake. Hebu nisikilize vizuri. Ningesema hivi, na nimzae mtoto kwa mfano wangu, akafundishe watoto mashuleni, akawe mwalimu. Si unanielewa? Kwa hiyo aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, huo mfano ni upi? Ameusema kwenye B, wakatawale. Kwa hiyo alipomuumba mtu, kitu kikubwa alikiweka ndani ya huyu mtu wakati anamuumba. Aliweka uwezo wa kiungu wa kutawala juu ya nchi, kitu unachokiona kwenye Ufunuo 5:9 na 10. Alimwekea uwezo wa kutengeneza mifumo ya utawala, lakini sio mifumo ya utawala ya kawaida, ni mifumo ya utawala iliyo chini ya misingi ya ufalme wa Mungu, kwa sababu amesema kwa mfano wetu. Lakini lile neno wetu ninaliwekea mkazo kwa maana ya kwamba Mungu anaweza kusimama peke yake kwenye maeneo yote, lakini inapofika kwenye kusimama kama mfalme, anasimama kama sisi. Naposema kama sisi, ulimsikia akisema kwa mfano wetu. Wale wetu ni yeye na wakina nani? Ukisoma vizuri kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, utajua ya kwamba alikuwepo yeye Mungu Baba. Kwa nini nimemwita Mungu Baba? Mungu Baba kwa sababu alipokuwa anamuumba mtu, neno la Mungu linasema alimuumba mtu, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sasa kwenye Kiswahili cha kawaida, mwanaume ni mwana ambaye ni mume au mwana wa kiume. Kwa hiyo alimuumba mtu ambaye atasimama na Mungu kama baba na mtoto. Alimuumba mwanaume na mwanamke. Mwana ni mtoto. Kwa hiyo kwenye uumbaji, ambao uumbaji, nisikilize vizuri, ni sehemu mojawapo kubwa ya kazi ya Mungu kiutawala. Yaani, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akatawale. Kwa hiyo hicho kitu ambacho Mungu amekichukua kwake, anatengeneza kopi yake ambayo itakuwa kwenye ulimwengu huu wa kwetu. Kitu pekee amewekewa ndani yake ni utawala, ni uwezo wa kutengeneza mifumo ya kiutawala na kuisimamia. Mifumo ya Mungu ya kiutawala na kuisimamia. Hapo tu. Lakini toka ameanza kufanya kazi hapa duniani kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1 mpaka Mwanzo hii 1:26, ametuonesha shughuli yake mojawapo ya kiutawala ni uumbaji, ambayo aliifanya akiwa na yeye kama baba, na neno alilokuwa anasema, na Roho Mtakatifu aliyekuwa analithibitisha neno analosema. Kwa hiyo huyu mtu, hata baada ya uharibifu uliotokea hapo hapo kwenye kitabu cha Mwanzo, uharibifu mkubwa ambao shetani aliufanya ndani ya mtu ni kuharibu ule umfano wa Mungu ndani ya mtu, ni kuharibu mbegu ya utawala
ndani ya mtu, na hapo ndipo palipo na vita kubwa kati ya Mungu na Shetani. Kwa hiyo kama mbegu ya Mungu iliharibiwa, mbegu ya kutawala na kusimamia mifumo ya ufalme wa Mungu iliharibiwa, alipokuwa anaiharibu, aliiharibu kwa kutengeneza mbegu mbadala, sio ya kufanya kitu kingine. Ni mbegu ya kutengeneza mifumo ya utawala, vile vile kama Mungu alivyotaka, lakini utawala wa ufalme mwingine. Utawala wa ufalme mwingine. Hebu tusome Mwanzo 3. Mwanzo 3. Na utafuta mstari mahali palikuwa na maongezi. Mwanzo 3 tuanzie mstari wa kwanza. Maongezi kati ya Shetani na mtu, au Shetani na Adam na Eva. Mahali ambapo uharibifu wa mbegu ya kutengeneza mifumo ya utawala wa ufalme wa Mungu duniani ulitokea. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Sasa naomba soma tena Mwanzo 2:20 na samani, naomba kuangalia huo mstari. Mwanzo 2:17. Neno la Mungu linasema, walakini matunda ya mti ya ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. 2:17 ni Mungu anasema akimwagiza mtu. 3 mstari wa 4, Mwanzo 3 mstari wa 4 ni Shetani anasema akimwagiza mtu. Unakuja kugundua ya kwamba Mungu amesema mtakufa hakika, Shetani amesema hamtakufa hakika. Kwa hiyo wote walikuwa wanaongea kitu cha kufanana, lakini waliongea kitu cha kufanana chenye uelekeo miwili tofauti. Kwa hiyo ilikuwa ni juu ya Adam kuamua anafuata sauti ipi. Sasa unisikilize. Mwanzo alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, akatawale. Shughuli za kiutawala duniani zinamtaka Mungu asimame kama baba, zinataka neno la Mungu na zinataka Roho Mtakatifu awepo. Ndiyo maana Adam asingeweza kufanya shughuli za kiutawala hapa duniani kwa misingi ya Mungu akiwa peke yake. Kwa hiyo unapomuona
Eva ni taswira ya mwilini inayowakilisha utendaji wa Mungu katika nafasi zile tatu. Hakuna namna Adam anaweza akafanya kazi za kiutawala kwa misingi ya ufalme wa Mungu hapa duniani bila Mungu kumtengenezea utaratibu wa utendaji kazi unaofanana na wa kwake. Mungu anafanya kazi duniani, kazi mojawapo ya kwanza ameifanya ni ya uumbaji, ni kazi ya kiutawala. Ndio maana anamwambia kuna matunda, ilikuwa ni ishara mojawapo ya kazi ya kiutawala kwenye mifumo ya ufalme wa Mungu. Ni lazima matunda yaonekane, lazima. Lakini aina ya matunda inategemea aina ya mbegu wamebeba. Ndio maana kwenye ile bustani, kwenye lile eneo walikuwepo, kulikuwa kuna matunda ya aina yote. Utendaji kazi wake katika namna ya mwili ulikuwa unatakiwa kufanana kabisa na utendaji wa Mungu. Hapakuwa na namna utamtoa Eva kwa Adam na Adam akafanya kazi ya kiutawala kama Mungu. Ndio maana akusema na nimuumbe mtu kwa mfano wangu, alisema kwa mfano wetu. Ni Baba, Neno, Roho. Huyu mwanamke amesimama hapa, neno la Mungu linasema aliumbwa kama msaidizi, ambaye ukisoma nyaraka za Mtume Paulo kwa Waefeso utaelewa ya kwamba kabla hujamtafsiri mwanamke kwenye maeneo mengine yote unaweza kumtafsiri. Huyu mwanamke aliyeletwa kwa Adam ni kanisa likiwa na ushirika na Kristo kwenye Agano Jipya. Adam alikuwa ni mbegu duniani, mbegu ya kiutawala ambayo kukua kwake na kuzaa matunda kulitegemea uwepo wa Eva. Ndio maana unaweza ukajiuliza maswali mengi sana wakati yule nyoka anazungumza na Eva. Kwani Adam alikuwa wapi? Kwa nini asimzuie? No, ni utaratibu za kiroho. Kila nafasi ina wajibu wake, ina kazi yake kiutaratibu. Kanisa lina uwezo wa au kuua kitu Kristo amebeba au kukisimamisha kitu Kristo amebeba. Kanisa lina uwezo. Lakini huyu Adam alipewa uwezo huu wa kufanya shughuli za kiutawala kwenye eneo ambalo limetajwa kabisa. Limetajwa, inayomaanisha kama ni ufalme unaitwa ufalme wa mbinguni, huwa Adam ni ufalme wa Mungu Eden. Kwa hiyo Mungu mbegu yake ambayo iliharibiwa pale kwenye kitabu cha Mwanzo ya kutengeneza mifumo ya ufalme wa Mungu inafanyiwa matengenezo msalabani, sawasawa na kitabu cha Ufunuo 5:9-10. Tunanunuliwa, tunazaliwa kwa upya tukiwa na hiyo mbegu, na tunatakiwa kutengeneza na kusimamia ufalme wa Mungu kwenye maeneo tuliopo yanayotajwa kwa majina. Kwa majina. Neno la Mungu linasema wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo hata kama huelewi, hata kama hujui kwa nini Yesu amekuokoa, niko hapa kukuambia. Unaishi wapi? Ni Mtanzania unanisikiliza? Mbingu zimekununua umiliki juu ya Tanzania. Unaishi mkoa gani?
wilaya gani, mji gani, mtaa gani, we ni kabila gani, ndani yako kuna mbegu ya kutengeneza misingi ya ufalme wa mbinguni hapa duniani, ambayo itazirika na kuonekana kama matunda. Una kitu cha utawala ndani yako. Ni au ufalme wa Mungu au ufalme wa giza. Lakini kitu kikubwa tusichokijua kanisa ni kwamba Mungu anautangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha Mwanzo, wakati mwingine kisome ukijua unachokiona kitadhihirika kwa namna halisi kwenye siku za mwisho. Unaposoma kitabu cha Mwanzo ujue ni taswira ya nini hasa kitatokea kwenye siku za mwisho. Kama vita kubwa ya Mungu na Shetani ilikuwa ni nani aweke utawala wake Eden, basi vita kubwa tulionayo kwenye siku hizi za mwisho, ambazo pia naomba kukukumbusha kwamba ni siku za mwisho, vita kubwa tulionayo ni Mungu yupi anaweka ufalme wake ulipo. Lakini huu utendaji wa kiutawala wa ufalme wa Mungu unategemea ushirika wa kanisa na Kristo. Ushirika wa kanisa na Kristo. Nafasi mojawapo ya kanisa katika maeneo tuliyopo, hasa miji, eneo ambalo ndio Mungu hasa amenipa kama msisitizo, nafasi yetu mojawapo sisi ni wajenzi wa ufalme wa Mungu, na tunatakiwa tuusimamie mpaka mwisho. Na mwisho wa ujenzi wa ufalme wa Mungu, neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mathayo, kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno dahari linaweza likawa ligumu kwa tafsiri ya Kiswahili, lakini kwa tafsiri ya lugha ya Kiingereza kwenye Biblia nyingine ni ukamilifu wa nyakati. Ndiyo maana makuhani huwa wanaitwa kinyakati, wanainuliwa kinyakati. Nyakati zinamuibua mtu sahihi wa kusimama kuhakikisha ufalme wa Mungu unasimama. Nisikilize, ufalme wa Mungu utausahau kwenye eneo ulilopo ni mpaka kuna kuhani ndio wamebebewa uwezo wa kushikilia kitu cha ufalme wa Mungu kwenye eneo ujengeke na usimame. Kwa sababu kujenga ufalme wa Mungu ni kitu kingine, ufalme kuendelea kusimama hapo ni kitu kingine. Hiyo ni vita. Kwenye kitabu cha Mwanzo alipomuumba Adam na Eva na kuwawekea hiyo mbegu ya utawala ndani yao, neno la Mungu linasema akawaumba mwanamke na mwanaume. Tayari alikuwa ameshawekea uwezo. Unamuona Adam ameshaanza kazi zake za utawala, anatoa majina kwa wanyama. Alikuwa ameshaanza
Yale majina yote yalikuwa yanamtukuza Mungu. Neno la Mungu linasema jina ni sifa. Kila alichokuwa anakiongea Adam kilikuwa kinaachilia glory kwa Mungu, kinatoa utukufu kwa Mungu. Kwa alipokuwa anawaita simba ni simba, utukufu ulikuwa unaenda mbinguni. Alipokuwa anawaita kuku ni kuku, utukufu unaenda mbinguni. Kwa hiyo ile kwamba una uhakika kwamba sasa ofisini kwangu ufalme wa Mungu unasimama, kwa sababu kuna viashiria vya kwamba ufalme wa Mungu unasimama. Kuna viashiria. Kasome Warumi 14 mstari wa 17. Haina maana ya kwamba utaendelea kusimama. Vinginevyo, mara baada ya uumbaji wa Mungu pale Eden mpaka leo, tungezaliwa wote tuna mbegu ya ufalme wa Mungu. Kwa asili kabisa tungezaliwa hivyo, na dunia nzima ingekuwa Eden. Lakini usisahau neno la Mungu linasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Usisahau kabisa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Soma mstari wa 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, utupu na giza. Kwa hiyo anamuumba Adam kwa mfano wake, atengeneze mifumo ya ufalme wa Mungu duniani, lakini ni nchi yenye giza, utupu, ukiwa. Kabla ya Mungu hajamuumba Adam, alianza kwa kutoa ukiwa, akaumba vitu. Ikaumbwa miti, ikaumba wanyama, mwisho kabisa Adam. Kutoa giza akasema na iwe nuru. Kwa hiyo kama alimuumba kwa mfano wake, tunategemea kitu kimojawapo, vita mojawapo ambayo Adam anaanza kupambana nayo Eden. Ni vita ile ambayo Mungu alianza kupambana nayo alipoumba tu mbingu na nchi. Kwa sababu ni rahisi sana ukadhani anaposema na iwe nuru ni neno limeandikwa kwa kifupi, lakini hiyo ni vita. Ni vita. Kutoa giza na kuweka nuru ni vita. Ndio maana unaitwa ufalme wa giza. Alikuwa anapambana na ufalme. Kwa hiyo kitu kile Adamu alitakiwa kujua, amepewa nguvu na uwezo wa kutengeneza misingi ya ufalme wa Mungu, lakini inasimamiwa na kulindwa. Na iwe nuru ni neno la kudumu. Akasema na iwe nuru. Rafiki yangu, ufalme wa giza haukukaa mbali, ukatuma mwakilishi ambaye stori zilikuwa kadhaa pale na Eva, lakini kwa tafsiri fupi tungelizisema kwa neno moja. Zile stori zote za nyoka na Eva simply zilikuwa na iwe giza, na iwe giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hakuna kilichobadilika. Ni au ufalme wa giza, ni au ufalme wa nuru. Unasema nini? Na iwe nuru au na iwe giza? Hiyo lugha ni vita, rafiki yangu. Ni vita. Lakini lazima ukubaliane na mimi, ndiyo sababu kubwa kwa nini tumeletwa hapa duniani, lakini ndiyo sababu kubwa kwa nini Yesu amekufa msalabani na kukununua. Nyakati zinadai kuhani wa zamu. Nyakati. Kwa nini nasema nyakati? Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, neno la Mungu linasema katika kila jambo na wakati wake. Kila jambo na wakati wake.
Kwa hiyo hili neno jambo wewe unaweza ukalichukulia simple, lakini sio lepesi likitafsiriwa kwa namna ya Mungu. Sijui kama unafahamu ya kwamba imani ni kuwa na uhakika na mambo katika kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo wakati umebeba kitu cha Kristo ndani yake, umebeba kitu cha Kristo ndani yake wakati. Kwa hiyo kama tunataka ufalme wa Mungu kwenye eneo, mbegu ya kusimamisha iko ndani ya watu ambao wametoka kwenye makabila, kwenye lugha, kwenye jamaa. Ili taifa litakuwa na sura na taswira ya Mungu kama tu makuhani wakisimama kwenye nafasi zao, Mungu anamiliki juu ya nchi kupitia Adamu, ambaye kwenye nyakati hizi ni kanisa na Kristo, Lakini kuna shida. Ni makuhani wangapi wanajua ya kwamba wao ni makuhani? Na kama kuhani, nini wajibu wake kwa Mungu? Kwa sababu neno la Mungu linasema ukawafanya ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Kwa hiyo wanawajibika kwa Mungu. Makuhani tunawajibika kwa Mungu. Ndio maana ni Mungu mwenyewe anatumia kila njia kukualert kwamba ni wakati huu unatakiwa kusimama. Lakini kuna shida. Makuhani wamenyamaza. Sio mimi nimeiona shida, Mungu ameiona shida. Na ishara ya kwanza ambayo mbinguni wanajua ya kwamba kuhani amesahau wajibu wake, ni pale ambapo kuhani anaondoka kwenye kuyaangalia matatizo kwenye miji kwa jicho la Mungu. Anayaangalia matatizo kwenye miji kama watu wengine wote tunavyoyaangalia matatizo kwenye miji. Dalili mojawapo ya ukuhani ni roho ya maombi. Hasa kuhani, kwa sababu kazi yake ni kutengeneza misingi ya ufalme wa Mungu kwenye eneo. Kwa hiyo anajikuta Mungu akimtazamisha mambo mengi sana ambayo hayako sawa kwenye eneo. Kule kumtazamisha ni wito. Anaitwa akae kwenye nafasi aweze kuomba, aweze kubadilisha yale mambo namna hayajakaa sawa kwenye eneo. Na kwa kuonesha yeye ni kuhani, ni mara chache sana atalalamika kwa watu. Kwa sababu kuomba au maombi sio mazungumzo kati ya mtu na mtu, ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo kuhani anakaa sana kwenye maombi.
Lakini kwa bahati mbaya akiwa kwenye maombi, hakai kwenye nafasi yake kama kuhani. Akiwa kwenye maombi anamlaumu Mungu, kwa nini hali kwenye familia iko jinsi ilivyo, na anashindwa kuelewa kwa nini hilo swala linamuumiza yeye kuliko watu wengine. Kwa nini hali kwenye taifa iko jinsi ilivyo? Kwa nini hali kwenye ofisi, kwenye kabila, kwenye miji? Inamuumiza Mungu mbinguni kwa sababu kuhani hafanyi kazi kwa kulalamika mbele za uso wa Mungu. Kuhani ni hali ya moyo iliyokubali kuwajibika, kukaa na Mungu ili kumiliki, kuwa waamuzi wa mwisho wa nini kitokee kwenye eneo. Lazima ujue na ukubaliane na mimi kwamba kilichotokea kwenye bustani ya Eden hakikumbadilisha tu Adam kama mmiliki na mtawala juu ya nchi, lakini kilibadilisha kila kitu. Ninaposema kila kitu, huyu Adamu alipoumbwa kama mtawala juu ya nchi, alianza kutawala immediately. Alianza kutoa majina ya vitu, ishara ya sifa na utukufu kwa Mungu. Nimekwambia anapoyataja yale majina, mbinguni ilikuwa ni utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo alianza shughuli zake za utawala, alianza kumweka Mungu duniani immediately. Kwa hiyo mbegu ya utawala ilipobadilika, maana yake, unanielewa sasa? Ufalme wa giza ulianza kupandwa immediately na matunda yake yakaanza kuota. And we are suffering the fruits. Kwa hiyo ukiitwa kama kuhani, kazi yako sasa ni kusema na iwe nuru, na sio vita nyepesi rafiki yangu, sio vita nyepesi. Hautasema na iwe nuru kwa kukaa mbele za uso wa Mungu unalalamika kutoka asubuhi mpaka jioni. Unafungua kinywa chako unalalamika, na mimi nataka kukuambia hiyo ni ishara ya kwanza ya kwamba wewe ni kuhani. Tunatakiwa tufanye marekebisho tu madogo ili ubadilishe, tu switch on kitu kingine. Ubadilishe gia ya namna unaomba. Huyu Mungu mbinguni yuko tayari kabisa, amekaa attention, anakusubiri kuhani. Yaani wewe ndio mtu wa kuamua, unamiliki juu ya nchi. Neno la Mungu linasema sisi ndio tunatakiwa kuamua nini kitokee, nini kitokee. Naomba kwenye eneo hili tupite na mfano wa Habakuki. Habakuki. Tutatembea na mfano wa Habakuki. Kitabu cha nabii Habakuki kina sura 3. Ukisoma sura ya kwanza ukaimaliza, ukasoma sura ya pili ukaimaliza, ukasoma sura ya 3 ukaimaliza, utajua ya kwamba ulikuwa tu usomi kitabu cha nabii Habakuki, lakini ulikuwa unasoma hatua 3. Hatua ngapi? 3 alizozipitia huyu nabii Habakuki kama kuhani kwenye mji wake. Hatua 3. Kwa hiyo na sisi tutapita kwenye hizi hatua 3 ambazo mwisho zikamtengeneza Habakuki ambaye ndiye mbingu zilikuwa zinamtazamia, na tunayaona matokeo ya Habakuki kusimama kwenye nafasi yake kama Habakuki ambaye alikuwa anangojewa na Mungu.
Hebu tusome Habakuki sura ya kwanza, naanza mstari wa kwanza, nitasoma mpaka nitakapoishia. Ufunuo aliouona nabii Habakuki. Bwana, nilie hata lini wewe usitake kusikia? Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Habakuki sura ya kwanza mstari wa pili ameanza na swali, Bwana, nilie hata lini wewe usitake kusikia? Habakuki alikuwa kwenye maombi. Ukisoma hii sura ya kwanza yote mpaka 17 utajua ya kwamba kitu kimojawapo ambacho kilikuwa kinamsumbua Habakuki kwenye moyo wake ni kwamba kwa nini anayaona mambo kwenye miji kwa namna tofauti na wanavyoyaona watu. Kuna mambo yeye hayaoni kwamba ni sahihi, yako sawa, pamoja na kwamba watu wote wanayaona yako sawa. Kuna mambo yanatokea kwenye ofisi, kwenye maeneo ambapo haki inatakiwa itolewe, watu wengine wote wanayaona yamekaa sawa, yeye anausumbua moyo wake kwamba hayajakaa sawa. Na mpaka wakati huo Habakuki hashtuki kwamba that is alert. Mungu anakuita mezani, twende mkakae, lakini uende na moyo wa kikuhani. Kwenye ukuhani hatuendagi na moyo wa kutafuta I don't know, yani moyo wa kutafuta, naweza nikasema moyo wa kutafuta maombezi. Kwenye ukuhani naenda, I am responsible for my city. Mimi ndo nawajibika na huu mji. Kwa Mungu naenda kuchukua tools, naenda kuchukua njia, naenda kuchukua nguvu, lakini za kubadilisha ile hali. Huyo Habakuki amemuuliza Mungu swali. Hebu tuanzie hapo. Amemwambia, nilie hata lini wewe usitake kusikia? Ninachomshukuru Mungu sana kuhusu Habakuki, sijui kuhusu hawa makuhani ambao Mungu anawatafuta Tanzania na miji yake. Ninachomshukuru Mungu kuhusu Habakuki ni kwamba Habakuki hakupeleka haya malalamishi kwa watu. Labda ule utukufu wa Mungu tunaouona kwenye sura ya 3 tusingeuona. Habakuki alipeleka huu ulalamishi kwa Mungu. Hicho kikubwa, namshukuru Mungu. Na kwa sababu alipeleka kwa Mungu, Mungu wetu ni mwaminifu. Neno Mungu linasema, ombeni nanyi mtapewa. There is no way ukasogea mbele za uso wa Mungu kwa moyo wako wote bila kujali umekosea kupangilia maneno, Mungu akanyamaza. Kwa hiyo na mimi nataka kukwambia leo, kabla hata tujaingia sura ya 2, huu mstari wa 2 wa Habakuki, Mungu alimjibu. Na alimjibu sawasawa na kitabu cha Isaya. Hebu tusome wote. Isaya 59 sura ya 1. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha nanyi na Mungu, wala dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Sasa Isaya ya 59 mstari wa 1 na wa 2 ni jibu la Habakuki, lakini ni jibu la wewe ambaye Yesu anakutafuta kwenye miji. Anakutafuta. Kuna kitu hakiendi sawa kwenye miji, mahali ulipo, hapo ulipo. Na ishara mojawapo ya kwamba ni wewe unayetafutwa. Ameshakutazamisha maovu mengi na mambo mengi yasiyo haki ndani ya miji.
yana-irritate moyo wako, yanakufanya unakasirika, yanakufanya umebeba mzigo, umeelemewa, unasikia kuelemewa na yale mambo ndani ya moyo wako, na unaomba. Kwa sababu ukisoma hii Habakuki sura ya 1, Habakuki alikuwa anaomba na ameomba kwa muda mrefu. Si amesema nilie hata lini? Kwa hiyo Habakuki amelia kwa Mungu kwa muda mrefu, amelia. Lakini nataka nikuhakikishie, neno la Mungu linasema kwenye Warumi, naomba pia tusome, samahani, naomba sikuandaa huo mstari. Lakini neno la Mungu linasema jambo lolote linalofanyika pasipo imani ni dhambi. Lolote linalofanyika pasipo imani ni dhambi. Kwa hiyo kwenye Isaya 59 Habakuki anaambiwa, amejibiwa, amesema nilie hata lini usitake kusikia. Ameambiwa sikio lake sio zito, mkono wake sio mfupi, isipokuwa kuna kitu Habakuki anakifanya na hajui kwamba anafanya dhambi. Unakumbuka nimekuambia kwamba kuhani anaitwa kinyakati. Kwenye nyakati kuna jambo ni neno la Mungu ambalo lazima litengeneze misingi ya imani, litengeneze imani ndani yake itakayopush kuzaa kitu huku nje. Kwa hiyo kosa kubwa la Habakuki sio hakuomba. Tunao wakina Habakuki ambao wanaomba kweli, yani wanaomba, lakini nakwambia hivi, jambo lolote linalofanywa pasipo imani ni dhambi. Ni dhambi kwa maana ya kwamba umeenda nje ya utaratibu wa Mungu, umeasi. Kumbe Habakuki alikuwa anafanya dhambi, anaomba, lakini katika kuomba anafanya dhambi na hajui. Kwa hiyo ameomba kwa muda mrefu bila matokeo, na kinachomfanya aombe na endelee kuomba na kuomba na kuomba, kinachomfanya aendelee kuomba kwa muda mrefu ni kwamba haoni mabadiliko kwenye miji, ila anazidi kuona, yani ule uovu unaendelea kukua, na unakuwa mpaka kwenye moyo wake. Ndani ya moyo wake anajisikia kutaabishwa na ule uovu. Mwisho kabisa ameamua kumuuliza Mungu, nilie hata lini? It took a long time. Ilikuwa ni muda mrefu, hawajatuambia ni kwa muda gani, lakini mstari wa 2 wa Habakuki sura ya 1 unatosha kabisa kutuonesha ya kwamba Habakuki ameomba kwa muda mrefu. Lakini hakujua yeye ni kuhani, na ni kuhani wa zamu. Nyakati zinamwita akae kwenye nafasi. Nini maana ya kukaa kwenye nafasi na kuomba? Unifuatilie, naomba twende pamoja. Habakuki alipomuuliza Mungu alimjibu dhambi, na ninamshukuru Mungu kwa sababu Mungu alimwambia mpaka dhambi yake alimwambia. Kwa nini nimejua alimwambia mpaka dhambi yake? Alipotubu, tunaona anachosema kwenye sura ya 2. Kauli anayosema kwenye sura ya 2 ni ishara ya aina ya toba aliyoifanya kwenye sura ya 1. Kwa hiyo kati ya sura ya 1 ya kitabu cha Habakuki na sura ya 2 kuna vitu havijasemwa ambavyo ninaviona kwenye Isaya
sura ya 59 mstari wa 1 na wa 2. Habakuki aliingia kwenye toba. Aliingia kwenye toba. Toba ya kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Toba ya kuto kutafuta uso wa Mungu kabla ya kuingia kuomba kwa habari ya mji wake. Kwa sababu Mungu alipomtazamisha, yeye mwenyewe amesema umenitazamisha. Alitakiwa aanze kutafuta uso wa Mungu. Mungu ampe maelekezo, sio ya nini cha kufanya. Makuhani mara nyingi hatunaga kitu kingine cha kufanya isipokuwa kuomba, ila Mungu ampe namna ya kufanya kwa namna ya kuomba. Yaani Mungu ampe maelekezo ya namna ya kuomba. Hasa kuhani anaomba. Uombaji wa kuhani ni kama mjenzi anayechukua vifaa vya ujenzi kwa bosi. Bosi anataka ghorofa la floor 2 la staili fulani, ametoa lamani. Nasikiliza. Huyu ni kuhani, ndivyo anavyofanya kazi. Ili umletee exactly nyumba anayoitaka, ni lazima kwanza sio tu uwe na lamani, lakini yeye akupe vifaa. Yeye akushikishe vifaa mkononi, na yeye akuonesha unaweka hapa mpaka mwisho ghorofa linakamilika. Mko ngazi kwa ngazi na bosi. Kwa hiyo ujenzi wa ufalme wa Mungu kikuhani kwenye maeneo, hasa kwenye miji, unafanana na kujenga nyumba. Ukiitwa tu nenda kajenge, ukakimbilia kwenda kujenga, kuna uwezekano mkubwa ukajenga nyumba ambayo sio Mungu anaitaka. Ni dhambi. Umejenga kweli, lakini sio Mungu anaitaka. Kwa hiyo utaendelea kusikia huku moyoni bado kuna kitu hakijakaa sawa. Mbona ninaomba lakini ni kama sijamaliza? Yaani ukiangalia ingekuwa ni ujenzi wa mwilini, nyumba imeisha. Lakini ili uipate taswira ile ile, kitu kile kile ambacho yeye anakitazamia, mnaenda bega kwa bega mwanzo mpaka mwisho. Ndio maana there is no limits kwenye eneo la maombi kwa kuhani. Kwani unaomba na unaomba tena. Mwisho wa kuomba kwa kuhani ni ukamilifu wa dahari. Ukamilifu wa nyakati ni ukamilifu wa jambo lililoleta nyakati. Kwa hiyo Habakuki aliingia kutubu. Ninamshukuru Mungu kwa neema hii kwa Habakuki, ambayo neema hii Mungu ameiachilia kwetu Tanzania. Toba ni neema. Toba ni neema. Sio kila mtu anaweza kutubu. Mtu haendi kwa baba isipokuwa amejaliwa na Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu ilifunuliwa kwa Habakuki kupitia Isaya 59. Habakuki akaingia kutubu. Ilikuwa ni toba ya matengenezo ya moyo wake. Alitubu mpaka moyo wake ukafinyangwa kwa upya, mpaka akajua ya kwamba anatakiwa kutafuta uso wa Mungu. Jambo la kwanza kuhani unatakiwa kufanya, unautafuta uso wa Mungu. Tafuta uso wa Mungu kuhani. Tafuta uso wa Mungu. Tafuta uso wa Mungu. Swala ya kutafuta uso wa Mungu ni hali ya moyo. Ni matengenezo ya moyo. Kama kuna kitu hakiko sawa kwenye moyo wako, swala la kimahusiano yako ya Mungu na Mungu, wewe kama kuhani huwezi kutafuta uso wa Mungu. Linahitaji utulivu wa kipekee. Linahitaji uvumilivu wa kipekee. Daudi anasema, uliposema nitafuteni uso, moyo wangu ulisema nitakutafuta.
moyo wake. Kwa hiyo Habakuki aliingia kwenye toba iliyompa Mungu nafasi ya kutengeneza moyo wa Habakuki, kitu ambacho hajakifanya kwa muda mrefu cha kutafuta uso wa Mungu. Alitubu, Mungu akautengeneza moyo wake, na Habakuki akawa tayari kutafuta uso wa Mungu kama kuhani. Sasa anakaa kwenye nafasi, ndipo unaiona Habakuki sura ya pili. Sura ya pili anasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka. Sikiliza, ngoja nikuoneshe kitu kwenye Isaya 62 mstari wa 6 na wa 7. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Nitaishia 6 hiyo kwanza, lakini nitaka tule pale, nimeweka walinzi. Nimeweka walinzi. Sasa nisikilize kitu kimoja. Wote tunawafahamu polisi bila shaka. Polisi akishaapishwa kile kiapo cha kazini, yeye ni polisi, yani kwa maana ya kwamba yeye ni askari. Lakini huwa anaitwaga askari mlinzi siku akiwa kwenye lindo. Akiondoka kwenye lindo, yeye sio mlinzi. Na mlinzi anawekwa kwa ratiba. Saa 6 mpaka saa 12 afande Mark utakaa kwenye lindo fulani, wanawekwa. Huo ni utaratibu wa rohoni kwanza. Neno la Mungu linasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Walinzi wanawekwa. Na mlinzi sio jina. Mlinzi ni sifa yake akiwa kwenye lindo. Huyu ni askari, lakini anaanza kuitwa mlinzi akiwa akiondoka tu kwenye kuta za Yerusalemu, sio mlinzi, ni askari. Akiwa nyumbani ni askari, akiwa ofisini ni askari, akiwa barabarani ni askari, as long as alichukua kile kiapo. Lakini the point anakuwa kwenye lindo, the time anakuwa kwenye lindo, anaitwa mlinzi. Hasa msikilize Habakuki. Na walinzi wanawekwa na Mungu. Habakuki anasema, nitajiweka juu ya mnara. Minara kwenye Agano la Kale ilikuwa ni maeneo ya kiulinzi kwenye miji. Kwenye miji ndipo mahali wanakaa walinzi. Lakini kwa nini anasema nitajiweka? Alikuwa anaufunua moyo wake, kwa maana ya kwamba sasa ameelewa mahali ambapo anatakiwa kuwa. Kwa hiyo ilikuwa is up to yeye, yani yeye Habakuki alitakiwa yeye ndo ajue kutoka mwanzo kule alikokuwa amefanya makosa. Nitajiweka maana yake kutokea mwanzo kulikuwa kuna sehemu ya Habakuki kukubaliana kukaa kwenye nafasi wakati anaitwa. Imekuweje rahisi saizi? Haikuwa rahisi kwenye kitabu, kwenye sura ya kwanza. Toba, toba, toba sio kitu kimesemwa hapa, lakini kipo kati ya sura ya kwanza na sura ya pili. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Alikuwa anazamu, alikuwa anazamu. Ameambiwa wapi kwamba anazamu? Kwenye toba. Kituo chake cha kazi ameambiwa wapi? Kwenye toba. Nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione. Nisikilize rafiki yangu, Mathayo 7:7 inasema hivi, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Kwa hiyo alikuwa anatuambia, anabadilisha mfumo wake wa kuomba. Habakuki anaenda kubadilisha mfumo wake wa kuomba, anaanza kuutafuta uso wa Mungu. Nitajiweka juu ya mnara,
Nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi atakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu, ili nione. Tafuteni nanyi mtaona, tafuteni. Tunataka kanisa limtafute Mungu kwa habari ya miji. Tunataka wazee wa zamu wamtafute Mungu kwa habari ya miji. Tuingie kutubu. Kuna kitu hakiko sawa kwa kina Habakuki wetu. Mungu amesikia malalamiko kwa muda mrefu. Amesikia wakimwambia tulie hata lini. Amekusikia, amesikia unamwambia ulie hata lini. Anakuambia hivi, sikio lake sio zito. Ni lazima ukae kuutafuta uso wa Mungu, lakini wakina Habakuki watachukua hatua ya kutafuta uso wa Mungu kama tu mioyo yao ikitengenezwa. Daudi anasema, moyo wangu ulisema, Bwana nitakutafuta. Lazima Habakuki aseme, Bwana, moyo wangu ulisema nitakutafuta. Ni lazima Habakuki ajisemee mwenyewe, nitasimama kwenye zamu yangu. Tukianzia hapo, miji inaenda kupona, taifa linaenda kupona. Tunataka kumuona Mungu na utukufu wake Tanzania. Nisikilize, hebu rudi, nenda ukasome Mathayo 6 mstari wa 13. Ukianzia mstari wa 9, ile ni sala ya kikuhani. Makuhani wanaweza wakaomba ile sala kwa namna ambayo ufalme wa Mungu unakuja, lakini naitafuta 13. Na ninaposema makuhani, na kuongelea wewe hapo ulioumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ukatawale wewe, na kuongelea wewe. Ukiona unageuza kichwa kumtafuta mtu mwingine, ndio sababu tunatakiwa kutubu. Ni wewe unatafutwa, ambaye unayaona mabaya, unakuwa irritated kwenye moyo wako, umelalamika, umeongea maneno mengine magumu kwa Mungu kwa sababu ya hili taifa. Nisikilize, kosa ni dogo tu. Hali ya moyo wako kujua ya kwamba wewe ni kuhani wa zamu, nyakati zinakudai ukae kwenye zamu kabisa. Mathayo 6:13 inasema, kwa maana ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Naye neno akaja kwetu, nasi tukauona ufalme, nasi tukauona utukufu wake. Naye neno akaja kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ukijengwa mahali, tutauona utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa neno lake juu ya mji, juu ya mkoa, juu ya ofisi, juu ya taifa, juu ya familia yako. Kile alichokisema Mungu juu ya familia yako, utakiona kikizaliwa kama matunda kwenye mti. Kwa maana ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Nimekwambia, ukiona neno na, huwezi kuvitenganisha hivi vitu kiutendaji. Ufalme na nguvu na utukufu. Ufalme wa Mungu unakuja na nguvu ya kudhihirisha neno la Mungu kwenye maeneo, na huo ndio utukufu wa Mungu ambao watu watauona kwenye maeneo. Lakini ni ufalme na makuhani. Lazima tuingie kwenye toba, kutubu kwa ajili ya kina Habakuki,
Neema ile ile ambayo Mungu alimpa Habakuki ameiachiria Tanzania tena. Ameiachiria Tanzania tena ili tuone ufalme wa Mungu Tanzania, tuone utukufu wa Mungu ukishamili katika miji. Kama upande wa pili hawanyamazi, na iwe giza, na iwe giza, na iwe giza, hawanyamazi. Wako wapi wanaosema na iwe nuru? Wako wapi wanaosema na iwe nuru? Badala ya kulalamika kwamba kuna giza, nani aseme na iwe nuru? Nani aseme na iwe nuru? Nani aseme na iwe nuru? Kwenye kitabu cha Mwanzo alipoumba mbingu na nchi, hakutuficha. Aliumba mbingu na nchi. Kuna kituo, sijui nini kiliendelea pale katikati ya mstari wa kwanza na wa pili, lakini najua uumbaji unafanyika tayari, yule adui alishashushwa huku chini. Kwa hiyo ilipoumbwa mbingu na nchi, nini kiliendelea hapo katikati kwenye mstari wa kwanza na wa pili sijui, lakini mbingu ilikuwa ina utupu, ina ukiwa, ina giza. Sijaona mahali Mungu akilalamika kwa nini kuna giza. Alisema na iwe nuru. Alipomuumba Adamu kwa mfano wake, vita ile ile. Na ninakwambia, kama kuna vita kati ya ufalme wa giza na ufalme wa Mungu katika kipindi chote tangu kuanza kwa dunia hii, ni sasa, siku hizi za mwisho. Ni sasa. Vita hii tutaimaliza kwa namna rahisi kama sentensi ya kwenye kitabu cha Mwanzo, na iwe nuru. Hawa waombaji walinzi wakijua nafasi zao. Sio kazi yako kuwajulisha. Ingia kwenye toba. Unaesikia wito huu, we mwenyewe ni Habakuki. Tubu. Tubu tu. Tubu tu. Tubu kwa sababu haujakaa kwenye nafasi. Tubu kwa sababu umelalamika na kunung'unika kwa muda mrefu. Tubu. Tubu kwa sababu hata hukujua kwamba wewe ni kuhani. Tubu. Mwisho wa toba yako ni mpaka uone moyo wako uko tayari kukaa kwenye zamu. Mpaka uone ya kwamba mji sio mzigo mzito kwako kubeba. Tubu. Mpaka uone mji ni wajibu wako. Ukiona bado unaona mji ni mzigo mzito, taifa hili ni zito kwako kubeba, ribosha, na kuambia tubu. 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 Sikio lake sio zito. Ukikaa kwenye your track, neno moja unalosema amesikia na ameweka mkono, ameokoa. Ndivyo inavyosema Isaya. Lakini ukiona kuna ukakasi kwenye maongezi yenu, kwenye maombi, tubu rafiki yangu, tubu. Kaa kwenye toba. Yaani kaa kwenye toba kwa muda mrefu iwezekanavyo. Tubu tu. Tubu. Tubu mpaka uone unaingia kwenye Habakuki sura ya 2. Tubu. Tubu. Mpaka uingie kwenye hatua ya 2. Tubu. Habakuki alimtafuta Mungu mpaka akamjibu. Mpaka akampa mwongozo wa mahali wa namna ya kutembea. Ngoja nikuoneshe alimpeje mwongozo. Tusome wote. Bwana akanijibu. Unaona sasa? Sasa saizi wanaenda sawa. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi hii, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Nisikilize rafiki yangu, ili tuuelewe huu mstari vizuri. Tuuelewe vizuri. Hebu ngoja tusome. Wakorinto wa 2 sura ya 3 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, nami naliwaandikia neno lilo hilo
ili nijapo nisitiwe huzuni na wale ambao ilinipasa kuwafurahia, nikiwatumaini ninyi nyote kwa furaha yangu ni nyote pia. No, nimesema 3:3. I'm sorry. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Habakuki alijibiwa na Mungu, akaambiwa andika njozi. Kwa maneno mengine, kipindi chote Habakuki anaomba, tena anaomba kwa kulia, alikuwa anaandika wakati moyo wake hauna neno ambalo ndiyo njozi ya Mungu kwenye mji. Lile neno lilitakiwa kuwa mbegu ambayo inatakiwa kuzaa matunda, lakini ni Habakuki anasukuma hayo matunda kuzaliwa kwenye mji, yanazaliwa kwenye maofisi, kwenye mashamba, masokoni. Ameambiwa andika. Neno la Mungu linasema, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Lakini hivi vibao amesema ni mioyo ya nyama. Hebu nisikilize kitu kimoja. Jambo mojawapo kuhani akikaa kwenye nafasi anapewa, Mungu atampa maono ya mji, maono ya taifa, maono ya familia, maono ya kabila. Lakini kuhani anaweza akayakubali au akayakataa au asiyaamini. Kwa sababu ukisoma Isaya 55, mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko mawazo yetu. Kwa hiyo neno iandike, tafsiri yake ilitakiwa Habakuki alitafakari lile neno la Mungu ambalo ni njozi ya Kristo kwenye mji, mpaka lijenge imani ndani yake. Imani ni nini? Ni kuwa na uhakika. Ndio maana nimekuambia haitoshi tu Mungu kukusemesha njozi ya mji na ujiandae kabisa kama Habakuki wa mji uliopo. Mungu kukufunulia ni nini hasa amekiandaa kwa ajili ya hiyo miji. Lakini kisipotengeneza imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Lazima kitengeneze misingi ya imani. Unakiona ya kwamba ni kitu kimekwisha tokea. Kwanza Habakuki, lakini amesema aandike kiwe wazi kwa watu wote, kila mtu aweze kusoma. Kwa maana ya kwamba kupitia Habakuki watu kwenye miji wakiwa ofisini wataanza kujua nini kusudi la Mungu kwenye ofisi. Wataanza kujua nini kusudi la Mungu mashambani, nini kusudi la Mungu masokoni, nini kusudi la Mungu kwenye ofisi za utawala wa nchi, nini kusudi la Mungu kwenye familia zilizopo kwenye miji. Watu wataanza kujua, ili matunda yanapozaliwa Mungu apewe utukufu. Mungu apewe utukufu. Kila mtu atasema huyu ni Bwana kwenye mji. Kwa hiyo Mungu aliliachilia neno lake kwa namna ambayo Habakuki alitakiwa alitafakari ndani ya moyo wake, huku akiendelea kuomba ili limjengee imani itakayomsaidia anaposimama kuomba kama kuhani katika mji. Anaomba akilipushi lile neno ambalo limejenga imani kwenye moyo wake lizaliwe ndani ya miji. Hapa sasa hivi hata lalamika, hata nungunika, hata aone nini kwenye miji, hata nungunika, kwa sababu kuna kitu anakiona, kuna nuru anaiona, na anaiona ikichomoza taratibu, inaanza kama tochi, inaenda mpaka itawaka kuliko jua la saa 6. Neno la Mungu linasema
mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaingia kazini baada ya Habakuki kukaa kwenye nafasi kumsaidia Habakuki kulielewa neno la Mungu alilolisema kwa habari ya miji. Lakini Habakuki naye anaendelea kuomba, lile neno linakuwa dhahiri ndani yake, lakini kila mtu anaweza kulisoma, kwa maana ya kwamba linakuwa dhahiri kwa kila mtu katika mji. Kwa hiyo kuanzia hapa Habakuki akianza kuomba, ataomba sawa sawa na misingi ya imani iliyotokana na neno la Mungu ambalo ni njozi ya Mungu kwenye mji wa Habakuki. Ndio maana unaona kwenye sura ya 3 lugha ya Habakuki imebadilika kabisa. Sala ya nabii Habakuki: E Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Amezisikia wapi? Imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo alilitafakari neno la Mungu mpaka akasikia kumwogopa Mungu ndani yake. Alilitafakari mpaka sauti ya Mungu ikaongeza hofu ya Mungu kwa staili ambayo anaenda kwa Mungu kwa utaratibu. Kwa sababu wakati mwingine wakina Habakuki tunaenda mbele za Mungu bila kumjua Mungu tunayemsogelea, bila kumjua Mungu tunayemkaribia. Ukimpa Mungu nafasi kwa toba, Mungu ajifunue ni nani kwenye huo mji, utamuhofu Mungu, utamuogopa Mungu. Namna unavyomkaribia Mungu itabadilika. E Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. E Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Fufua kazi yako katikati ya miaka. Sasa Habakuki anaita msalaba, anaita kazi ya msalaba kwenye mji. Ni kuhani, umenunuliwa ujenge ufalme wa Mungu kwenye eneo, lakini haujui thamani ya msalaba kwenye eneo. Hujui. Kama Habakuki anaomba kazi ya Mungu ifufuliwe kwenye eneo, alikuwa anaomba nguvu ya ufufuo ya msalaba, kwa sababu kazi ya Mungu imekufa. Kwa hiyo iliyokuwa inafanya kazi ni ya nani? Ndiyo maana nimekuambia ni au ufalme wa giza au ufalme wa nuru. Utasimama kuleta ufalme wa nuru mpaka uelewe wewe ni nani kama kuhani, mpaka uelewe wewe ni nani. Fufua kazi yako katikati ya miaka. Miaka ilikuwa ni kipindi, ni msimu fulani. Kuna kusudi katika kila wakati. Kwenye nyakati hizi Mungu anasema nini kwa habari ya Tanzania? Kama ujui na umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba ingia kwenye toba. Ingia kwenye toba. Kama ukiangalia mambo yanavyoenda kwenye mji, kwenye nchi, inakutesa, inakusumbua, unajua sio sawa, kazi ya Mungu imekufa. Solution sio kwenda kulia kumwambia Mungu kwa nini imekufa. Unatakiwa umwambie fufua kazi yako katikati ya miaka, lakini kuna procedure katikati. Wakina Habakuki wanalia kweli kwenye maombi, lakini wanalia nje ya njozi. Nje ya njozi kuna kitu cha mji huo. Kiamke, kiamke, kifufuke. Kama kifufuke, Habakuki sasa hivi anatubu kwa ajili ya mji, anatubu kwa ajili ya mji. Tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Anatubu.
maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kama kazi ya Mungu imekufa, imekufa kwa sababu kuna dhambi ilifanyika ikaruhusu kitu cha Mungu kufa kwenye mji. Na unajua nini kitatokea kikifufuka? Kwa sababu kama anasema Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Unajua wakina Habakuki wakiamka wakakaa kwenye zamu zao kwenye miji yetu Tanzania, wakapiga kelele, Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Unajua kitu kitakachotokea? Mungu duniani afanye kazi peke yake. Kama ni kwenye mashule, atamwaga pendo lake mashuleni. Kama ni mashambani, atamwaga pendo lake mashambani. Atamwaga pendo lake kwenye ofisi, masokoni, kila mahali. Kwa nini nasema hivi? Tusome Warumi. Fatana na mimi, tusome Warumi. Warumi 8, tuanzie mstari wa 28. Tusome wa 28 peke yake. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote ni ukamilifu wa nyakati, kwa sababu katika kila jambo kuna wakati, kila jambo. Kwa hiyo kuna mambo tofauti tofauti, yakikamilika ni ukamilifu wa nyakati. Haya mambo ambalo kila mtu anapewa la kwake limjengee imani ya kusukuma kuzaliwa kwa kitu cha Mungu duniani. Lakini haya mambo ambayo yamefichwa kwenye nyakati, yani kusudi la Mungu ndani ya nyakati, nisikilize, katika mambo yote nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo kazi ya Mungu ikifufuka, sawasawa na maombi ya Habakuki sura ya 3, utashangaa kuona watu wakimpenda Mungu kupita kawaida. Inawezekana hujawahi kujua kumpenda Mungu ni nini, sawasawa na Warumi 8:28. Kumpenda Mungu ni kusimama na Mungu kwenye nafasi. Pendo la Mungu linabidiisha, linakubidiisha katika wito na kusudi la Mungu kwenye nafasi uliopo. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Watu watampenda Mungu masokoni, wanauza bidhaa zao, lakini wanauza wakisimamia kusudi la Mungu. Watu watampenda Mungu mashambani, watu watampenda Mungu masokoni, watu watampenda Mungu serikalini, watu watampenda Mungu hospitalini, watu watampenda Mungu kila mahali. Kwa sababu kama unataka kazi ya Mungu ifufuke, inafufuka na pendo la Mungu ambalo peke yake ndio linaweza likakutanisha Mungu na mtu kwenye nafasi kusimamisha kusudi la Mungu. Tunataka kuyaona mema ya Yeremia 29:11, ameyasema hapa kwenye Warumi, katika kuwapatia mema ambayo yanaanza na pendo la Mungu kwenye mioyo ya watu, kwenye mioyo ya watu, pendo linalowavuta kusimama na kusudi la Mungu kwenye maeneo waliopo. Mungu akiachilia mema kwenye mji, ameachilia mema sawasawa na kusudi lake, na yale mema ni utukufu wa Mungu, ni utukufu wa Mungu, kwa maana ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Kwa hiyo ninatoa wito, tunataka kumuona Mungu kwenye miji. Habakuki aombewe, naomba tuingie kwenye toba. Tubu kwa ajili yako, tubu. Lakini ngoja nikushirikishe kitu kingine ambacho inawezekana hujakiwaza bado. Tuliposoma Ufunuo 5:9 na 10, neno la Mungu linasema, nao waimba wimbo mpya, wastahili wewe kukichukua kitabu hiki, kwa maana ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu. Vipi kama Habakuki yuko chini ya ufalme mwingine bado? Kwa sababu Habakuki huyu namuongelea hapa saizi
ni Habakuki ambaye tayari ana Kristo ndani yake, anasikia wito ndani yake wa kuomba na anaomba, lakini nje ya mapenzi ya Mungu. Vipi kama bado hajamfahamu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi shambani. Muombeni. Kwa hiyo tanuka, unapoomba kwa habari ya Habakuki aingie kazini, muombe Mungu kwa habari ya kina Habakuki ambao bado neema haijafunuliwa ya kumjua Kristo, bado wamfahamu Kristo. Ukuhani unaanzia msalabani, tunanunuliwa msalabani. Kabla hajanunuliwa, nilikuambia mwanzo, haujabadilisha chochote. Huyu ni kuhani, lakini anasimamia ufalme wa giza. Kama ni Habakuki wetu wa nyakati hizi, Yesu amwokoe. Kama ni Habakuki wetu wa mji wako, mji wangu, Yesu amwokoe na amsaidie kukaa kwenye nafasi yake kama kuhani, kwa sababu tunataka kumuona Mungu kwenye miji.